Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa fahimna minhu ma qarana warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa nahari ala an-nahwi alladhi yurdika bihi anna waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alayna wa shahidan lana la shahidan alayna wanzur bi rahmatika ilayna. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kwa kuwa leo ni Jumatano ya kwanza ya Ramadhani na kuna hadithi ambayo kwamba imepokewa na Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da'a fi masjid al-Fath thalatha يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. Kuna hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahi kwenda kuomba dua Jumatatu, Jumanne, Jumatano Masjid al-Fath. Na hii dua alikiomba baina ya swala ya dhuhuri na swala ya alasiri. Akajibiwa siku ya Jumatano, ndio ikajibiwa ile dua. Fa'urifa al-bishru min fi wajhihi, ikaulikana ile furaha katika uso wake, akaulikana kwamba amepata furaha, kuonekana kumbe ni ile dalili ya kuwa aliomba Jumatano baina dhuhuri na alasiri akajibiwa. Qala Jabir radhiyallahu anhu, falam yanzil bi amrun muhimun ghalidhun, haikuwahi kuniteremkia mimi jambo zito na jambo muhimu ambalo naliona ni zito sana, illa tawakhaitu tilka saa fa'ad'u fiha fa'arifu al-ijaba, illa na mimi hutaua baina ya dhuhuri na baina ya alasiri ya siku ya Jumatano, hutenga wakati nikamuomba Mwenyezi Mungu na mimi nimeona alama ya kujibiwa. Hadithi hii iko katika rawahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad wa Ahmad katika sunani yake wal Bazzar. Yani Jabir bin Abdullah al-Ansari, sahaba kama huyu, anena nilipoyua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuomba Jumatatu baina dhuhuri na alasiri, aliwahi kuomba Jumanne baina dhuhuri na alasiri, aliwahi kuomba Jumatano baina dhuhuri na alasiri, lakini siku ya Jumatano ndo alijibiwa dua, na mimi halinifikii jambo lolote zito au siwi na jambo ambalo kwamba ni muhimu, ila humuomba Mwenyezi Mungu siku kama hini na Mwenyezi Mungu hunijibu dua. Qala al-Imam al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman wa yataharra lil-du'a'i al-awqata wal-ahwala wal-mawatin allati yurja fiha al-ijaba tamaman. Ni uzuri mtu katika kumuomba Mwenyezi Mungu atague sehemu, ni sehemu gani? Fanadathu almalaikatu wa huwa yusalli fil mihrabi hunalika daa Zakaria, alipoona kwamba kwenye kibula hujibiwa na yeye akaenda akaomba. Kwa hiyo msikitini, ikiwa kile kibla ni mahala pa kujibiwa, lao wangeyua wenye kuyua siri iliyoko kwenye kibula, hawangeweza kuwazuia watu kuhata kuswali msikitini. Lakini miskini Waswahili kuambia asokuyua hakuthamini, asokuyua hakuthamini. Na tusiwalaumu, hawajisi thamani ya msikiti yoyote. Mungu wabarikie watu wa Yaman wenyewe. Allah, ikiwa mtu atapatikana, kila mmoja tukue khudhu hidrakum, tahadharini, lakini hatutowakatisha na misikiti. Mungu wabarikie. Na kila yule ambaye kwamba amekuwa ni sababu ya kutowakatisha watu na nyumba za Mwenyezi Mungu, Mungu amhifadhie, amhifadhi na kaumu zake. Walokuwa wao sababu ya kufunga misikiti, Mungu ataiwa yeye mwenyewe. Wana nia gani, wana malengo gani, Mungu ayajua yeye, hatuna haja. Kwa hiyo msikiti kadhalika, wakati siku ya Ijumaa kuna dua haijulikani, lakini kuna saa ukimuomba Mwenyezi Mungu ujibiwa. Na Jumatano baina dhuhuri na alasiri. Kwa hiyo mimi na wewe leo tunataka tushirikiane tuombe hii dua, hasa Mwenyezi Mungu atujibie.
Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie mema yetu tuliyofanya na atufutie madhambi yetu tuliyoyatenda. Kila zuri la kukurubisha na yeye atuweke karibu nalo, kila baya la kutuweka mbali na yeye Mwenyezi Mungu atuweke mbali nalo. Atuondolee hili janga la corona, atuhifadhi na kila balaa, na balaa kubwa Mwenyezi Mungu atuhifadhi na maasi. Corona ni virus, ikikupata bali wafa shahidi, lakini ubaya maasi. Kuna virus ya maasi, hiyo ndo virus mbaya. Tumuombe Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مقدر الأقدار ويا نافذ القضاء وقابل الرجاء ويا مجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء، واجعل خاتم ما بقي من أعمارنا خيرا مما انقضى منها، وقدر لنا من الأرزاق أوسعها ومن العافيات أكملها ومن الذرية أصلحها، وادخلنا ووالدينا ومن نحب جنة الفردوس يا كريم العطايا. اللهم إنا نظن بك غفرانا وعفوا ومعافاة وستا وتوبة وهداية ونصرا وسعادة وثباتا ورزقا وتوفيقا وفرجا قريبا وحسن خاتمة. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء في هذا الوقت المبارك أن يعطينا فيرضينا ويرزقنا فيغنينا ويهب لنا الخير كله من واسع فضله، وأن يملأ قلوبنا سعادة لا شقاء بعدها، وأن يمتعنا بصحة والعافية. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأعطيت. اللهم امنحنا ستا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم اجعلها أيامنا كلها خير وبركة وهناء وسعادة على الجميع. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tutarajia inshallah kabuli haya tuliyoomba, Mwenyezi Mungu atakabalie na tuondolee hili janga inshallah. Tukiingia katika mada yetu, tuko katika kuelezea namna gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akihimiza rahma. Yeye mwenyewe ni rahma, na akituhimiza na sisi tuwe na rahma. Yeye mwenyewe ni sikitiko kwa watu, na akituhimiza na sisi tuwe na sikitiko kwa watu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, mathalul mu'minina fi tarahumihim. Ukitaka kuwajua waumini ni wapi? Waangalie katika sifa hizi. Fi tarahumihim, namna gani wasikitikiana wao kwa wao. Huyu anacho chakula, huyu hana, vipi atamsikitikia mwenye nacho, amsikitikia ambaye hana. Huyu anayo kodi ya kulipa, huyu hana, vipi atamsikitikia. Huyu ana kazi, huyu hana, vipi atasikitikiana. Mathalul mu'minina fi tarahumihim, katika kusikitikiana kwao. Kadhalika sitarahumihim tu, watawadihim, na kupendana kwao. Waumini ukitaka kuwajua, angalia katika kupendana kwao. Wapendana namna gani? Mapenzi ya kisawasawa. Napendelea mwenzangu ninalolipendelea mimi baya, simtamani mwenzangu yale ambao kwamba siyatamani mimi mabaya. Haya ndio maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema ukitaka kuwajua waumini, waangalie kwenye mifano hii. Ukimuona mtu asema natamani
ashikwe, afungwe Ramadhani yote ni natamani apatikane na corona. Subhanallah. Wewe hata sokuwa Muislamu, wewe hata sokuwa Muislamu. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, utaona kila tukio ambalo kwamba lilikuwa ni yulake yeye, akifanywa yeye alikisamehe, lakini wakifanyiwa watu wake huwa mkali, wakidhulumiwa watu wake huwa mkali. Na hii ndio sifa kiongozi. Sifa kiongozi sio ule kiongozi ukimtukana yeye utaona cha mtema kuni. Mtukane hata hana neno. Ukikejeli hana neno. Ukimkosoa hana neno. Ukimvunjia heshima yeye hana neno. Lakini ukiwagusa watu wake, ukigusa watu wake, yeye atastahimili kila kitu. Ikiwa fa idha dhuya haqqullah lam yakum ahadun ala ghadabihi. Sasa waitezea dini ya Mwenyezi Mungu, wamkosea raia wangu, wamkosea ummati wangu, wamdhulumu ummati wangu, lam yakum ahadun ala ghadabi. Hakuna awezaye kusimama kwa zile hasira zake. Wana hasira kali sana. Lakini masala yakifungamana na yeye, wamempiga mawe Taif, akamwambia Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kosa alikikosewa yeye kama yeye alikisamehe, lakini kosa la kukosewa ummati wake la, hataki hapo, hastahamili hapo, hasubiri tena hapo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka na sisi tuwe na tabia kama hii. Wewe ikiwa ni mtu amekukosea wewe, stahamili. Amekutukana wewe, stahamili, lakini usistahamili ukimsikia mtukana mwenzako. Mwambie hivyo si sawa, hilo halitakikani, hilo si zuri, hilo ni baya, hilo ni ovu. Mbona wewe ukusema nilipokutukana wewe? Mimi hakuna neno tukana, lakini usimtukane mtu wa watu. Usimtukane Muislamu wa watu. Usimtukane hata kama ambaye si Muislamu, usimtukane. Na hapa utakuta kuna watu hukwambia lakini ule si Muislamu. Kwani asokuwa Muislamu, Uislamu haukupa haki yake? Hata asokuwa Muislamu, Uislamu umempa haki yake kabisa, umempa haki yake. Na haukukubali asokuwa Muislamu adhulumiwe. Ulitunga ile haki yake na ukaitetea Uislamu, haki ya kwa Muislamu kwamba haifai kutukuliwa illa bihaqiha. Ikiwa kuna haki ya kufaa kwamba hichi sasa kitukuliwe, kitatukuliwa kwa haki yake. Lakini sikukitukua kwamba hichi si cha Muislamu, tukula tu, hakuna katika Uislamu jambo kama hilo. Kwamba huyu si Muislamu, tukana yeye, hakuna katika Uislamu jambo kama hilo. Kwamba huyu si Muislamu, mvundie heshima, hakuna katika Uislamu jambo kama hilo. Uislamu umetunga haki ya al-insaniya kabla tadayyun, ubinadamu kabla ya dini. Huyu ni binadamu, ana haki yake kabla kuangalia huyu dini gani. Wewe angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye Mwenyezi Mungu na ndiye anastahili kuwa Mola, ametuambia kwa kutunga hisia za wengine, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allaha adwan bighairi ilm. Maadamu yeye hukiabudu kitu kingine, usimtukane. Hufai hata kumtukana. Huyu hamwabudu Mungu. Huyu mtu kama hamwabudu mtu, maana yake hamwabudu Mungu, maana yake amemtukana ule Mungu. Mpaka wewe ukaenda kumwabudu mwingine, mkomba kunena wewe si Mungu. Lakini la, Mwenyezi Mungu akwambia muate, japokuwa amenena mimi si Mungu, wewe usitukane. Fayasubbu Allaha adwan bighairi ilmin. Ukimtukana yeye, na yeye atazidi kukutukania wako. Yeye wake mwarongo, ukimtukania wewe warongo, atakutukania wako wa kweli. Mungu
Mwenyezi Mungu na utukufu wake. Hapa yatuonesha hufai kutukana watu mashehe zao, hufai kutukana watu viongozi wao. Fai elezea kwamba kuna baadhi ya watu hutoa fatwa, lakini fulani fatwa zake za kijingajinga, fulani fatwa zake, huyu shekhe gani huyu ana akili, huyu ana wazimu. La, haifai. Atukanaye Mungu, anayeabudu Mungu mwingine, unaambiwa usimtukanie Mungu wake. Sasa wewe shekhe atafautiana na wewe katika itikadi, shekhe atafautiana na wewe katika mtazamo, shekhe akhtalifiana na wewe katika kuelewa yale maalumati, wewe huyo umtukane tu. Shekhe gani huyu? Umeambiwa anayeabudu Mungu asikuwa Allah ufai kumtukana. Wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allah, siwatukane hawa huabudu sanamu, huabudu mizimu, musiwatukane. Waelezeeni kwamba hili haifai, lakini musiwatukane. Kif huyu anena kwamba kitu fulani chafaa, mukhtalifiana kwa kufahamu, yeye anena chafaa, wewe anena haifai, umeshakuwa umemtukana. Wale wapenda yao, wale wana kibri, wale wapenda kujiona, wale wana kadhaa. Penda kubusiwa wale bwana, wale wapenda kufanya watu watumwa. Na leo imethibiti, subhanallah, Mungu ni Mungu. Mmoja alikuwa akisema, mbona nyinyi mpenda kubusu mashekhe zenu mikono? Tukamwambia, sisi tunapobusu ule mkono twahisi nafahati za teremka, twahisi kunufaika na baadhi ya vitu katika kubusu ule mkono. Nyinyi umezidi. Leo Mwenyezi Mungu ameeta kwamba watu wamekuwa wote waamini, ukimsalimia mwenye korona atakupasa korona. Kwa nini ukiwa utamsalimia mwenye afya asikupea afya? Ikiwa kumsalimia mwenye magonjwa atakupa magonjwa, je kumsalimia mwenye uzima? Je kumsalimia mwenye nuru? Je kumsalimia mwenye hidayah? Leo tukubali kwamba mtu akichemua akiwa na korona, ikiwa hukujifinika aweza kukuambukiza. Kwa nini akichemua mwenye takwa, mwenye nur, mwenye uchamungu asikuambukize ule uchamungu? Yani Mungu ana uwezo wa kupa power maradhi tu yaambukize. Mungu hana uwezo wa kutoa uchamungu uambukize, kuambukizana uchamungu hakuna. Mungu hana uwezo huo. Subhanallah jamanini. Kwa nini tutoa hukumu namna hii? Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ana uwezo, tukubali yeo. Mwenye korona akichemua hatari baba, tukaambia tuvae mask. Kwa nini mwenye uchamungu tusinene tukae karibu naye akichemua, tupate na sisi takwa, khashya, inaba, qurbu min Allah? Ikiwa mwenye korona ukiamiliana naye bila kuwa umeva zitu, bila maski, bila gloves, atakuambukiza korona. Na ule ambaye amcha Mwenyezi Mungu ni waliyullah, ni safiyullah, ni mahbubun inda Allah, kweli hawezi kukuambukiza yale mazuri aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Huyu amepewa mabaya ndio awezao. Yani Mungu huumba kuambukiza mabaya tu. Ukimwi huambukiza, ucha Mungu hauambukizi. Subhanallah. Jamani, tusomeni, tuangalieni biaini thaqib, kwa ito la ndani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Shukuru Mwenyezi Mungu kutuweka mpaka tukaona zitu ambazo kwamba za kuzidi kutujengea imani yule tuliokuwa nayo. Sanurihim ayatina, Mwenyezi Mungu alinena tutawaonesha aya zetu. Fil afaqi wa fi anfusihim, lengo hata itabayana annahu alhaq,
mpaka tuyue kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye mkweli na dini yake ndiyo ya kweli na manhaji yake ndiyo ya kweli. Lakini Mwenyezi Mungu alinena katika Qur'ani, walaqad yassarna alqur'ana lidhikri suala fahal min mudakkir. Wako wapi wanaosoma wakaelewa undani, wakaweza kufahamu hivi vitu viko hali gani? Ikiwa kuwa mbali na mwenye korona ni kujihifadhi na kujiprotect kutopata haya maradhi, na wewe vipi utaweza kunufaika na mwanachuoni, utaweza kunufaika na mja mema na wewe uko mbali naye? Chatukurubie. Ukimkurubia mwenye korona atakuambukiza, ukimkurubia mja mwema atakunufaisha. Subhanallah. Lakini ukimwambia mtu huku pande huno, yani mmezidi sasa bwana, salala, mambo gani hayo bwana? Mtu tu ukimpa mkono, mbona mwenye korona ukimpa mkono? Mbona mwenye korona ukimuhagi? Bali tumekubali kwamba korona iko more power, akishika mahala na wewe ukenda ukapashika pale, amshika ni hapa, na wewe ukaja ukapashika ashakupasa. Kwa nini mja mwema akikaa ndipo ukaona wale watu henda wakapangusa mahala paloshikwa na mja mwema? Kwa sababu gani? Kuyua kwamba ule mja mwema ana chembe chembe za wema, apagusapo huwa taathari. Kama ule mwenye korona ana chembe za korona, apagusapo hupata athari. Ndio tukaambiwa leo tukishika mlango, jaribu ushike, ufungue mlango, ufungua na hichi, usiguse mlango, hujui ule mlango umefunguliwa na nani. Leo tukubali. Kwa nini? Ukimwona mtu mahala fulani amekunwa, ametukua kitu akanwa, ukaona watu upigania kunwa sehemu ile ile, hawa nao wamezidi hawa. Sasa ndio kwani ukinwa pale ndio kuna nini? Kama kuna korona ya kudhuru, kuna na korona ya kunufaisha, lakini we huijui, waijua hii ya kudhuru tu. Tatizo wewe ulikuwa huamini mpaka Mungu amekuletea hii korona hivi sasa ndio ikakufungua mato kwamba ugusapo mahala ikiona korona yoyote atakayekuja kugusa, sawa amekusudia, sawa hukukusudia, sawa anania, sawa hanania, wadhurika. Fakaifa mja mwema na wewe una nia njema. Kweli Mwenyezi Mungu hatojalia waja wema wenye kunufaisha ukigusa mahala panufaike. Ikiwa mwenye korona akipita mahala huwa taathari, mja mwema akipita mahali hati athari. Subhanallah. Subhanallah. Leo watu wametishwa mpaka kuambiwa hizi nguo za mitumba tahadharini msinunue, ni za wale waliokufa kwenye korona. Mnakufa korona, mwenye korona, mtu mwenye korona na hamu ya kumvua nguo mpaka enda kazi zanye, takuwakosesha watu riziki yao. Ala kulli hali nilitakalo mimi hapa kwamba ikiwa watu wataogopa nguo zisije zikawa zilikuwa zimevaliwa na wenye korona, wasije wakadhurika. Leo ukituona sisi tupigania nguo za mashehe zetu, tupigania tupate vishali, tupate vilemba, tupate kanzu, tuambia mmezidi nyinyi. Sasa mdogo akikupa nguo ndio umefukua nini? Umekupa nini? Idhabu biqamisi hadha, huna qamisi hadha faalquhu ala wajhi abi, tukueni hii kando. Ikiwa nguo ya mwenye korona yaweza kumpa mtu korona, na nguo ya ambaye yaonao yaweza kuregesha mato ule asoona. Leo mtu akuletee nguo ya dhahabu haswa, akwambie umeliona ile nguo la dhahabu ili bwana vaa, nipe, lakini mwenyewe ankufa na korona, sitaki. Nini? Waogopa isikupase korona. Lakini leo hutaki kumkubalia huyu amepewa nguo na shekhe lake, huyu amepewa nguo na mcha Mungu. Mambo kuzidi haya sasa. Subhanallah. Subhanallah. Kila imani zikidhoofika, Mungu huleta yao watu wapate kuamini.
Zamani ukiambiwa shaka fulani amezungumza na shaka fulani, na ule uko Sindi, na ule uko Hindi, na ule uko Arabuni, ule uko Asia, walikizungumza vipi hawa watazungumza bwana? Salala nyimezidi na nyinyi. Hizi story nyingine bwana, nyinyi yani kwenye akili bwana, mambo hata akilini haingii. Lakini leo waamini kwamba Izzuddin hivi sasa azungumza na wewe wamumsikiza live, yeye uko Amu na wewe uko Tokomeoni huko Canada, na wamumsikiliza live, na una yakini kwamba ni sasa hichi si mambo ya ati kwa kutumia zifaa zilotengezwa na mtu hayamsujudia Mungu, zikaweza kuweka muwasalati. Mimi nikainua simu nikazungumza na wewe kwa kipindi hichi sasa hivi, wakati hunu, na ukawa huna shaka kwamba kweli sasa hivi. Lakini iyapo masala ya ruhia kwamba roho zimezungumza si kwa simu, jamani, tawezekana hii? Yani networking ya Allah haiwezi, networking ya mzungu yafaa. Networking ikifungamanishwa na Mungu haina nguvu. Subhanallah, huyu atakapige shahada huyu. Kila imani ikiwa dhaifu, Mungu huleta mambo ya kutujenga sisi imani. Haimaanishi wa zamani walikuwa hawawezi kufikiria namna hii, la, wa zamani Mungu aliamiliana na wao kwa imani yao. Kwa hiyo vipi sisi tutasikitikiana? Mathalul mu'minina fi tarahmihim wa tawadihim, na kupendana. Tupendane, tupendeleane. Tupendane ndio tutapendeleana. Ikiwa hutompenda, hutompendelea, nshati umpende. Na tafadhali ndugu yangu, tafadhali, haifai kutukia dhati. Nini maana kutukia dhati? Yani namtukia huyu yeye mwenyewe, haifai. Waweza kutukia matendo, wakiwa wataka tukia vitendo. Ikrahil ma'siya wala takrahil 'asi. Tukia matendo anayofanya anayeasi, lakini usimtukie yeye, kwa sababu tatizo haliko kwenye yeye, tatizo liko kwa yale anayoyafanya yeye. Ikrahil kufra wala takrahil kafira. Tukia ukafiri, usimtukie kafiri. Yani tukie kile kitendo chake cha ukafiri anachokifanya, lakini usimtukie yeye kama kafiri, kwa sababu kosa si yeye, kosa ni ule ukafiri anaofanya. Ikrahil marad wala takrahil marid. Chukia ugonjwa, tukia ule ugonjwa alionao, lakini usimtukie yeye, kwa sababu tatizo si yeye, tatizo ni yale maradhi alionayo. Ikiwa mgonjwa waweza kutukia ugonjwa wake, utaangalia ni namna gani uweze kuutibu ugonjwa ili asiwe na tatizo. Kadhalika anaifanya maasiya, lazima uangalie tatizo ni maasiya, vipi nitaweza kualiji haya maasiya, nitaweza kuondosha, nitaweza kumnasihi atane nayo ili yeye awe si asi tena. Kadhalika huyu ambaye si Muislamu, tatizo si yeye, tatizo ni kule kuwa hayapata Uislamu, vipi nitaweza kumfikishia Uislamu iwe hakuna tatizo tena. Na ndio ukaona daktari hatuwezi kutukia mgonjwa daktari, kwa sababu huyu tatizo si yeye, tatizo ni ule ugonjwa. Kwa hiyo mimi nitamfanyia matibabu nimponye hunu ugonjwa alionao, ikiwa ni daktari. Kama si daktari, yani daktari ambaye yuogopa Mungu, kama si daktari yuogopa Mungu, atakupa dawa za kupunguza makali tu, kwa sababu ukipoa amekosa mteja na yeye hawezi kuishi ila wewe uwe mgonjwa. Sababu hakuna dua mbaya kwa madaktari kama kunena ya Rabbi kila mgonjwa ya Rabbi mpe afya. Kisha sitakulawa. Daktari hungojea wagonjwa, majaji hungojea watu wakosane, mawakili hungojea watu watete. Hakuna dua nzuri kwa dua mbaya kwa mawakili kama ya Rabbi usijalie tena watu kuteta. Kisha na sisi
Sababu wenyewe ukwambia vita vya mawakili, vita vya ndugu, faida kwa mawakili. Sasa kuna watu maisha yao ni kwa kunyongeka wendani wao, ni kwa kudhalilika, ni kwa kuharibikiwa, ni kwa kuvundikiwa kwa wendani wao. La, wewe wapendelee mazuri na Mungu hatokosa ndia ya kukupa upate mazuri insha Allah taala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mathalul mu'minina fi tawadihim fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim, na wao kufanyiana upole, kila mmoja humtukulia upole mwenzake. Akikukosea wenda kuzungumza naye kwa uzuri, hakukukubali mwatana naye, kwa sababu ikiwa hatokubali hapa atakubali hoko, huna haja kugombana naye, wewe subiria hoko. Au ukimsamehe hutokosa kitu wewe kwa Mungu. Wayua tena nimeambia kitu kimoja, hakuna anayenufaika kwa kutononeka mtu, ni kujidanganya tu. Kama wewe huwezi kudhurika kwa madhara yake yeye. Ajabu, kuna watu husononeka kumuona fulani huishi kwa furaha, lakini na yeye ana hakika laule ataishi katika maisha magumu yeye hatopata tabu. Kwa nini wewe uwe ukose raha akiwa yeye uko kwenye raha? Kama ilikuwa yeye akiwa kwenye tabu na wewe wapata tabu, hapo tungekwambia kuna watu ni sawa sawa, akifurahi mtu fulani na yeye hufurahika, na akihuzunika mtu fulani na yeye huzunika. Hili ni zuri. Lakini kuna watu kinyume, ni urongo, hujidanganya. Akimwona mtu uishi katika furaha, yeye hupata tabu, husononeka, mbona ni fulani tu, ni fulani tu. Kwani hukupunguzia katika raha yako? Hukutukulia chochote katika riziki yako? La, hakuna kupunguzia katika furaha yako. Hakuna awezao kukuzudishia wewe furaha wala kukupunguzia wewe furaha ulionayo. Ni wewe mwenyewe. Ukitaka wajifurahisha, usipotaka ndio Waswahili wakatuambia raha ipe mwenyewe. Na maudhiko wajitia wewe mwenyewe maudhiko. Hakuna kutia maudhiko. Ulitaka hapa kuudhika, umetaka mwenyewe kujiteremshia maudhiko, lakini lao si hivyo hungekuwa na maudhiko yoyote. Wataatufihim, kutukuliana upole. Mfanyie upole mwenzako, haswa ikiwa wewe ndio mwenye kumsimamia ule mwenzako. Umepewa nafasi, umetaguliwa kazini, umepewa cheo kazini, kuwa mpole na wenzako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ma kana lutfu fi shay'in illa zanahu, ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu, wa ma kana al'unfu fi shay'in illa shanahu. Upole, ukawa mpole katika kila jambo lako, yani hata katika kumkejeli, hata katika kumlaumu. Bwana, hivyo fanyavyo si sawa, haipendezi. Wewe, sisi hapa kazini tumenena watu wa saa 3, kwa nini wewe huya saa 4? Na wewe yuwa siku hizi watu watakiwa watoke mapema. Uslubi huu una natija kuliko we saa ngapi sasa waja, na wewe mwambie saa ngapi. Wama kana al-unfu fi shay'in illa shanahu. Ukali, kukaripia haupatikani katika kitu ila uharibu. Na upole na utaratibu hauingii katika jambo ila hulipendeza lile jambo. Na muungwana siku zote hapendi kuambiwa, yani hafurahii ukimwambia basi, huwa kama umetia adabu. Naso kwa muungwana hukwambia ile ndebe tupu, haliati makelele, haliati kupiga kee. Debe tupu litata kupiga mayowe, kazi yake ule mwate. Napenda mno kunena mwateni anene, kazi yake tapiga mayowe, mwisho eta nyama. Mwenye akili hapendi kupigishwa makelele, hajipigishi wala hakubali kupigishwa makelele.
Sasa Mtume SAW atuambia hawa waumini wenye kusikitikiana, wenye kutukuliana upoe, wenye kurehemeana, kamathalil jasadil wahid, mfano wao siku zote wanavyoishi huishi kama mfano wa kiwiliwili kimoya. Yani wewe mwili wako kuandia kitu mpaka miguu kweli yasawirika. Ukiumia chanda cha mguu ukanena ni chanda tu, hata minlale, hutulala, kwa sababu wajua kile kiloumia kiko kwenye mwili wako. Mtu haya kwambia bwana, hebu ni ruhusu hichi kidole chako cha mguu takankipigie nyundo kigonge. Si kidole tu, kwa nasa kidole mpaka mguuni, kitwani huku ni mbali, utasikia nini kwani? Allah, haitakiwi, kwa sababu kamathalil jasadil wahid, huu ni mwili mmoja. Hata kama umetofautiana, hichi kidole cha mguu, hichi kidole cha gumba, lakini ni mwili mmoja. Idha ishtaka udhun, riwaya nyingine, idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Hadithi kwa kwenye Bukhari na Muslim. Kiungo tu kikiwa cha kuuma, jino hili la kuuma, hulaliwe mzima. Pengine jino kanena aliko hapa kitwani, umekwambia kidole cha mguu, kidole cha mguu kimegongana, ukucha umetoka au kimesabibu, umedungika na msumari, kimefura. Usiku tu kama mtu anakuja na msumari ndani anakudunga, mbona ulali? Kidole kitwa huku, kidole kwa mguuni, si ulale? Tadaa lahu sairul jasad, huitika mwili mzima, bisahari, kwa kukesha, walhumma, na homa. Nini? Kidole. Sasa kidole wewe sasa mbona umekuwa utetema? Homa imepanda. Nini? Sababu ni mwili mmoja. Waumini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anena wanavyoishi, waishi namna hii, waishi kwamba wao wote ni mwili mmoja. Ukiona wewe mwili wako tofauti na waumini wengine, bado huyafahamu maana kuwa wewe ni muumini. Yaqulu al-Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi aelezea atia taaliki katika hadithi kama hii, asema hadhihi al-ahadith sarihatun fi ta'dhim huquq al-muslimina ba'dihim ala ba'd. Hadithi kama namna hizi ni ya kuonesha namna gani haki za Waislamu, baadhi yao haki za Waislamu kuwafanyia Waislamu wenzao. Wewe Muislamu ambao wahisi kwamba una imani ya kufunga, ni Waislamu wangapi wawayua hawana cha kufuturia? Umeweza kusikitikia? Ni Waislamu wangapi wawayua sasa yao hawana kazi, hawana bazi? Umewasikitikia? Lazima tusikitikiane, lazima turehemeane. Sasa sio wakati wa kujenga. Luqmatun fi batnin ja'i khairun min tashhidi alfi jami', kumlisha mwenye ndaa ni bora kuliko kujenga misikiti ya Ijumaa 1000. Sasa yao tuangalie ndaa iliyoingia miini. Nchi zilokuwa zimeendelea watu piga foleni kwa kuomba chakula. Hali ni mzito, si wakati kuangalia starehe sasa, na yatakaokuya ni mazito zaidi. Nchi za kitajiri kulilia uchumi, sio wewe uketizia ufikiria kuvaa, ufikiria kusaga, ufikiria una nyumba hata kuipiga msingi. La, weka ration, ndugu yangu nakwambia, weka ration. Sikutishi, lakini hali ukiangalia ulimwengu na mnaoendavo, ndiyo yatakiwa tumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wa'iddu lahum mastata'tum, khudhu hidrakum,
kujiandaa, kujikimu si makosa. Tusimamishe sababu kama hakuna kutawakali, kisha tumtegemee Mwenyezi Mungu kama hakuna sababu. Tufahamu vizuri. Tusimamishe sababu kama hakuna kutawakali, lakini baadaye tumtawakali Mwenyezi Mungu. Haki ya kutawakali kama hakuna sababu ni yeye tu. Si kwa mimi nina chakula, la, ni yeye Mwenyezi Mungu. Naweza kuwa na chakula na nkala na ndaa, chikaingiwa na mabombwe, chikaingiwa akaya mnyama akakitia sumu. Kwa hiyo mimi naweka stroke, lakini mategemezo yangu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa hii sio tena time ya kuangalia sijui kuna nini, nataka kununua sijui mapazia, nataka kuangalia zitu ambazo kwamba ni qiwamul aish. Wa illa utakuja kuuza vitu bithamanin bakhsin, thamani ndogo, kwa sababu hakuna zitakao. Angalia ni kitu gani cha dharura waweza kuwa nacho wakati kama huu. Unacha zaidi, angalia wendani wako. Wahathihim. Na hizi hadithi utaona namna gani zatuhimiza, zatusongeza, zatupa motisha ala tarahumi, kwamba tusikitikiane sisi kwa sisi, wa ta'atuf wal mulatafa, kutukuliana upole, wa ta'adudi, kushikamana, kupiana sapoti, fi ghairi ithmin, lakini sio katika jambo la makosa, wala makruhin, wala jambo la karaha. Kwenye makosa tufai kusapotiana, na ndio sisi mara nyingi tusapotiana hapo. Mtu atakufanya harusi na harusi ile yulikana atakufanywa ni munkar, huyu akanena mimi holi yu langu, huyu sijui soda juu yangu, huyu sijui muimbaji juu yangu. Hey, ni msaidiana katika mabaya, ni msaidiana katika maovu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambiaje? Wa ta'awanu 'alal birri, kusaidiana katika mema, wa taqwa, na katika mambo ya kumcha Mwenyezi Mungu, wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, msisaidiane katika kila. Haifai kumsaidia mtu katika jambo kwamba ndani yake kuna maasi, haifai. Subhanallah. Kwa hiyo hizi hadithi za tuonesha namna gani tunatakiwa sisi tusaidiane. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi aliyopokea Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadithi iliyo ndani ya Bukhari, atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas, Mwenyezi Mungu hamsikitikie ambaye hasikitiki watu. Asosikitikia watu Mungu hamsikitiki. Pengine mtu atauliza, hamsikitiki kivipi? Alama kubwa ya kusikitikiwa na Mwenyezi Mungu ni kukuepusha maasi. Haiwezekani mtu amesikitikiwa na Mungu na yeye hufanya maasi. Ukijiona wewe umeepuka maasi, jua una alama kubwa kusikitikiwa na Mwenyezi Mungu. Ukijiona wewe umo ndani ya maasi, Mungu hayakusikitikia, kwa sababu asikitikiwao na Mungu, Mungu humuepusha na hasira zake. Sasa Mwenyezi Mungu ametukwa ahadi hamsikitikia watu. Kwa maana ikiwa wewe hutowafanyia watu maisha yakawa mapesi, maisha yakawa laini, ukawasikitikia watu wasipigwe marungu, wasipigwe magongo, badala ya mtihani wa kutafuta riziki, sasa mtihani pesa kutafuta, ndia kutafuta riziki hana, na umekwenda kumvunda ziungo. Sasa si huyu wataka umsikitikie nani? Sasa kumsikitikia kumzengelea kaburi tu. Yeye mwenyewe alikuwa kwa miskini, kupata riziki ntabu, na wewe umekwenda kuandika kwa marungu. Nasi mimi, lakini wewe ndio ulotoa amri. Maanake hawa wapigwa marungu wote huyasikia hata siku moja kuambiwa watu mbona nyinyi wapiga, na kila yeo watu upigwa marungu. Ni kama kumtoka amri, mkiwaona watu nde wapigeni. Ngala wangeambiwa washikeni tu hivyo hivyo, mwahifadhi paka asubuhi tu, aiwe kwa sababu gani, kwa lengo gani, lakini mpaka wapigwe.
na kila kukipigwa hubaki zikatembezwa video tu, fulani imepigwa, fulani imepigwa, fulani imepigwa, hakutuliwa action yoyote. Lakini mimi nataka kuwanabahisha hawa wapiga watu, kuna siku watasimama watu wote wawaombee Mungu, aingiao kambini amepambana na mnyama mbaya, aingiao chumbani kwake nge, sijui nani, sijui nani, sijui nyoka. Ogopeni dua zenye kudhulumiwa. Kuna siku wataamua watu wainulie mikono, ya Rabbi, hawa wanaotunyanyasa, hawa wanaotudhulumu, tuogope dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, wattaqi da'watal madhlum, ogopa dua unimnyanyasa, fa innahu laysa bainahu wa bainahu hijab, bainahu wa baina Allahi hijab. Haina suala, haina kustopishwa, haina roadblock, moja kwa moja yenda, na ikenda moja kwa moja ishapitishwa. Kama leo wajiona kuna watu fulani wakitoa instruction ni moja kwa moja, no doubt, hakuna atakaye kuweza kupinga, basi uyue na dua ya ule unayemdhulumu. Sasa ikiwa wewe wadhulumu watu wa kaunti nzima, wadhulumu watu wa nchi nzima, wakuinulia mikono kweli watu kama hao, una hali gani wewe kwa Mungu? Hawa utasikia udhulumiwa wamepandishiwa bei chakula, hawa wamedhulumiwa hawaruhusiwi kufanya kazi, hawa wamedhulumiwa hawaruhusiwi kufanya hili, hawa wamedhulumiwa hutiwa nyumbani ndani mapema hata hawaisi sababu, kwa sababu time za watu kutangamana sana ni mtana, wameruhusiwa. Time ambao watu hawatangamani ni usiku, wamekatazwa. Hawawezi hata kwenda kufanya kheri, huyu akamfutirisha huyu, huyu akamfutirisha huyu. Ndiyo sawa, huku kufutirishana pia kuna kuhatarisha, lakini kuna sehemu za hatari, kuna sehemu za yulikana hazina hatari. Manake kama sasa utasikia kama hapa kwetu Kenya ni Nairobi, Mombasa, hizi ongezi lockdown hizi mbili, kusitoke mtu, kusingie mtu kwingine, wakatuata Allah, tukaifanyia mambo yetu kama kawaida. Lakini wale hudhurika na sisi huku hudhurika, wale huteseka na sisi huteseka. Hatuwezi hata sisi ingalau tukatunge kwa tuko huru, tukafanya kazi kisasawa, mwenye familia yake Mombasa akaweza kaisaidia. Lakini sote sasa tumeingia kwenye mitihani, hakuna weza kumsaidia mwendani wake. Na wenye matatizo ni wao, lakini na sisi ambao hatuna matatizo tukatiwa kwenye matatizoni, manake nyote kufani kwa pamoja. Maana hata ukataka kumsaidia huwezi, kwa sababu wewe ni mvuvi, huendi baharini usiku. Wewe ni muuza chips, huruhusiwi usiku. Wewe ni mwenye kuuza futari, huruhusiwi usiku. Sasa utaisaidia vipi ile familia yako iliyoko kwenye mitihani? Kwa hiyo la yarhamullah, Mungu hamrahamu. Kuwa na itikadi Mungu hamrahamu siku zote. Man la yarhamu nasa, asorehemu watu. Wewe huwasikitiki watu na Mungu hatakusikitikia. Yamudduhum bilghai, Mungu huwaongezea wakaingia katika makosa. Kila siku wewe ukawafanya makosa na Mungu hukuata tu, hukuata, fanya, endelea, anao mahala amekutegea. Ndio wanazuoni wakatuambia, rahmatul abdi lil khalqi, kule kusikitikia mja, kuwasikitikia waja wa Mwenyezi Mungu, min akbari asbabi allati tunalu biha rahmatullah, ni katika sababu kubwa ukirehemu waja wa Mungu na wewe kupata rehema yake. Allati min athariha, ambao natija ya kurehemu watu, khairati dunya wa khairati al-akhirah, wapata khairi za duniani na khairi za akhira. Niliwahi kutoa hichi kisa, nalikitoe lakini pengine kiwe ni kwa manufaa wa wasikilizaji. Wakati wa Nabii Allah Musa, nimekitoa sana hichi kisa lakini kukumbusha hasa kuna watu walikuwa wasikizi darasa ila Ramadhani. Wakati wa Nabii Allah Musa, kuna barobaro moya, yani kijana, alimfuata Nabii Allah Musa, akamwambia, ya Nabii Allah, mimi najua wewe henda ukaonana na Mwenyezi Mungu.
mimi najua, henda ukaonana na Mwenyezi Mungu. Sasa nakuomba ukenda ukionana na Mwenyezi Mungu, nina ujumbe nataka kukupa. Akamwambia ujumbe gani? Akamwambia, mwambie Mwenyezi Mungu, hunu ujumbe wangu, wewe nenda mpelekee tu. Mwambie kuna mja wako akwambia ikiwa umemwandikia utajiri mpe kuanzia sasa udogoni, sio baada ameenda kuwa mzee sasa ndo utajiri umwilie. Nataka utajiri kuanzia sasa. Kama mimi nitaishi miaka 30, nitaishi miaka 70, nataka utajiri miaka 35 ya kwanza. 35 ya mwisho hata niwe maskini haina neno, lakini ile 35 nione raha ule utajiri wangu bado nikali kijana. Nabii Allah Musa akamwambia sawa. Nabii Allah Musa alipokwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonana naye, kaona ile mambo kijana na wale vijana na maneno yao. Na huyo alimwambia wewe ni pekee tu ujumbe tumwa au wapi? Akaenda kaonana na Mwenyezi Mungu akazungumza naye. Nabii Allah Musa amemaliza mazungumzo, yuenda Mwenyezi Mungu akamuuliza, ya Musa, hukutumwa na mja wangu utumishi wote? Nabii Allah Musa akafikiria, nani amenituma? Kuna utumishi gani? Akamwambia la ya Rabbi. Akamwambia hakuna kijana. Naam ya Rabbi, huko kijana amenambia. Sasa mbona ya Rabbi umeona mambo ya vijana? La, wewe umetumwa, tekeleza. Akamwambia amekutuma nini? Ya Rabbi amenena kama umemwandika utajiri mpe miaka kama yeye umemkusudia aishi miaka 60, basi miaka 30 ya kwanza ndio mpe ule utajiri wake wote. Kisha miaka 30 ya mwisho atakiwa atakuwa maskini koko, hakuna neno, lakini ataka utajiri upate kuanzia mwanzo. Akamwambia abshir, yeye miaka yake itakuwa 70, kwa hiyo miaka 35 ya kwanza tutamfanya awe tajiri. Na kweli Mungu akamfungulia biashara. Mayua tena, Mungu hakumpiga tocha, alimpiga yua. Akizanya hata koko ya tende, watu watakununua tende wakanunua koko kutoka kwake. Kwa hiyo Mungu akikufungulia milango, hata biashara, hata chumbi kawa baharini upatikana bure, na wewe huzanya watu hata kwenda kutukua bure wewe kununua kwako. Waswahili kuambia utafikiri umefunga mpepea. La, ni Mungu akimwandikia mja wake kheri, basi humiminika kila pande. Sasa lakini huyu kijana utajiri wote unalo nao alitumia akili, akawa na yeye huwafungulia wendani wake kazi. Huangalia vijana, wewe waweza kufanya kazi gani? Mimi sarmala, akamnunulia zifaa. Wewe kazi gani? Mimi kuunda boti, akamnunulia zifaa. Wewe kazi gani? Mimi fundi gereji, akamnunulia zifaa. Wewe kazi gani? Mimi business. Biashara gani waweza? Ya kuuza maji, akamfungulia kisima. Wewe biashara gani waweza? Kuuza electricity, akampa vifaa za umeme. Wewe kazi gani? Kila kijana kwa huwafungulia kazi. Akajenga na sehemu za wagonjwa, akajenga sehemu za wageni. Yani yeye kawa yuwasaidia tu mpaka imefika miaka 30, bado miaka 5 kumaliza utajiri wake, yeye bado kusaidia. Nabii Allah Musa humwangalia huyu kijana ayua kwamba hunu utajiri wake mba limit. Mbona Simoni kujenga nyumba yake yeye ya kuketi wala kuinvesti kuweka akiba, yeye saidia watu tu. Ikafika miaka 32, 33 bado husaidia tu. Henda kila mahala kwenye shida akawafungulia watu kazi. Nabii Allah Musa atamani amwambie, lakini hakuambiwa. Miaka 34, mwaka 35, akana sasa mwaka 35 hunu umeingia, bila shaka sasa ataanza kujiwekea na yeye pesa. Ikifika mwaka 35 umeona yuendelea, umekwisha mwaka 35. Sasa Nabii Allah Musa atarajia kumuona ule kijana yuanza kuwa maskini. Ule kijana uzidi kufungukiwa. 36, 37, huzidi kufungukiwa 38, utajiri uendelea. Nabii Allah Musa kanena, Mungu amesahau? Na yeye Mungu hasahau?
Na sasa haitwi sasa na Mwenyezi Mungu kwenda, ana hamu kutaka kiswa. Kwa nini huyu haendelea na Mungu alinena miaka 35? Mungu kusahau asahau, lakini kuna siri gani? Nabii Allah Musa haitwi na Mwenyezi Mungu, una hamu. Mungu mwenyewe hana haraka. Siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwita, akamwambia Musa, na yua ulikuwa zamani una hamu kuonana na mimi kama Mola wako, lakini sasa una hamu kuonana na mimi si kama Mola wako, una hamu kuonana na mimi kujua habari ya zijana, ya habari ya ule kijana, ni kweli si kweli? Akamwambia, Rabbi, wewe wajua zaidi kunishinda mimi. Akamwambia, ya Musa, mimi humfungulia mtu na hasaidii watu, hunyanyasa watu na nikafungulia. Kuna watu Mungu wafungulia milango ya kheri na wao hunyanyasa watu, tena huwafungulia wao wakatajirika kwa kuwafanya wendani wao maskini. Hawa walikipata kazi kwa upande huu, mimi nikiwafungia kazi mimi nitakuwa tajiri. Fungia wao, muhimu mimi niwe tajiri, na mimi Mungu humuata hoyo awe tajiri. Itakuwa huyu ambaye yeye kazi yake huwatumikia waja wangu tu, huwatajirisha waja wangu, leo mimi nimfungie, nitakuamini Mungu ni mwadilifu kweli? Kwa hiyo huyu ilikuwa imeandikwa kwamba ni miaka 35, nimemwegezea tena miaka 35 na atakuwa tajiri paka kufa kwake. Subhanallah. Nini? Ukitaka kufunguliwa katika sababu kubwa za kupata kheri duniani na akhira ni kusaidia waja wa Mungu, ni kuwasikitikia waja wenzako. Wafaqduha, na kukosa sikitiko kwa waja wa Mwenyezi Mungu, min akbaril qawati wal mawani' li rahmatillah, ndio kitu kikubwa cha kukukata wewe na kukataza wewe kupata rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal abdu, na mja fi ghayati dharura, ahitajia sana, wal iftiqari, na ana dharura sana na ahitajia sana ila rahmatillah, upate sikitiko la Mwenyezi Mungu. Hakuna mja ila ahitajia ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sisi tuhitajia sana, sisi ni wanyonge sana, tuhitajia rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yastaghni anha tarfat ain, hakuna anayekwasia na rehema Mwenyezi Mungu hata kidogo. Sote tuhitajia kwa hali ya kiasi kikubwa sana. Wa kullu ma huwa fihi minan ni'ami, na neema yoyote huyo nao, wandifa'i niqami, na kuondoshewa mateso yoyote, min rahmatillah, sababu huwa rehema Mwenyezi Mungu. Ukimwona mtu amepewa neema yoyote, ameondoshewa adhabu yoyote, ameondoshewa kero lolote, ameondoshewa tabu yoyote, ameondoshewa masikitiko yoyote, ujue yote haya katika rehema Mwenyezi Mungu. Famata arada an yastabqiha wa yastazida minha, ukitaka kuibakisha ile neema na ukitaka uizidisha ile neema izidi, fali ya'mal jami'a al-asbab allati tanalu biha rahmatahu, fanya kila yale mambo ambayo kwamba mambo kama hayo ukifanya huwa ni sababu ya kupata rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na uyue inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, siku zote rehma ya Mwenyezi Mungu iko karibu na kila yule ambaye ni muhsin. Kila yule anayefanyia wenzake mazuri, hoyo uko karibu zaidi kupata rehma ya Mwenyezi Mungu. Ni vipi utafanya, ni mambo gani ambayo kwamba husababisha wewe kupata rehma ya Mwenyezi Mungu? Insha Allah Taala kesho saa 8 usichelewe, tutakuelezea ni mambo gani ambayo kwamba yasababisha kupata rehma ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin.